وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, namshukuru Allah azza wa jalla kwa kutuwezesha mara nyingine kuwa ni kikao chetu cha kila Jumapili, ambacho ni kikao muhimu sana, kwani hamna katika vikao vilivyo muhimu kama kikao cha watu kuelimishana, sababu kwa hakika maisha ni elimu, na elimu ndio inayofanya maisha yakawa sahali, kwa sababu mwanadamu anapojua lile analolifanya na vile atakavyolifanya na kwa nini analifanya, basi kila analolifanya katika maisha yake inakuwa ni rahisi na faida yake inakuwa kubwa sana. Hakika katika amri zote za Allah Subhanahu wa Ta'ala, amri ya kwanza na ya msingi ilikuwa ni amri ya watu kutafuta elimu, kutafuta masomo. Mwenyezi Mungu anasema, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Kwa mwanadamu anataka jitahidi kutafuta elimu kwa kila upande, lakini anapoitafuta hii elimu aitafute kwa ajili ya kumfahamu, kumuelewa na kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa njia na taratibu zinazofaa. Mwanadamu hakika taa yake ya kumsaidia kupita katika vipembe vyote vya giza la maisha yake ni taa ya elimu, na taa yake ambayo itampa mwangaza katika kaburi lake ni vile atakavyoitumia ile elimu kurekebisha maisha yake. Kwa hiyo duniani unataka elimu na akhira unahitaji elimu, yani vile ulivyoitumia ili kusaidie kuwa na mwisho na hatima iliyo njema. Hakika masala katika maisha yetu ni mingi sana, kwa sababu maisha yamekuwa na dhurufu za kila aina, lakini leo tutaliangalia hili swala la vipi tungeweza kusaidia watoto wetu waweze kuishi maisha yaliyo bora hapa duniani, na wao watafanikiwa wakifika akhera kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu huwa ni masikitiko ikiwa mzazi mwenyewe amesoma mtoto asisome. Huwa ni masikitiko mzazi amefuata dini lakini mtoto anaishi maisha ya kihuni. Huwa ni masikitiko makubwa sana kwamba mzazi awe amefaulu katika maisha yake lakini mtoto aharibikiwe na maisha yake. Huwa ni masikitiko makubwa kwamba utaondoka ulimwenguni na kioo utakachokiwacha kitakuwa ni kioo kinachochafua uso wako, hadhi yako na sharafa yako. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mwanadamu anataka awe na hadhari kubwa nacho, ni kitu cha malezi. Na kama neno malezi lilivyo ni kwamba malezi hujengwa katika mapenzi yasiyokuwa na masharti. Yani unampenda mtoto wako kwa sababu ni mtoto wako, umpendi mtoto wako kwa sababu amefika kiwango fulani ama anaishi maisha fulani. Kule kumpenda yule mtoto kuna kwa sababu kubwa sana ya yule mtoto kujihisi kwamba anataka arudishe fadhila, na hakuna kitu ambacho kinampa mwanadamu kuwa mkarimu
kuzingatia vile anavyohusiana na watu wengine kama akiwa amekirimiwa. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ar-Rahman anarudia maneno haya kwa mara nyingi sana, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Sisi kama wazazi yatakana tuwaonyeshe watoto wetu mapenzi ya hali ya juu, ili wawe na ile haya ya kwamba umewafanyia mengi, umewakuza vizuri, kwa hivyo hawawezi kuendea kinyume katika maisha yao. Hakika nakuta malezi yanajengwa katika msingi wa lengo. Maana ya kulea ni kulea kwa malengo, kwamba kila mtoto awe na lengo lake. Usimchukulie mtoto kwamba ni mtoto tu. Mtoto anataka awekewe malengo. Kwa hivyo katika kulenga ni lazima uione ile shabaha yako, na hauwezi kuiona shabaha yako kama hiyo shabaha haipo. Kwa hivyo kila mtoto tunayemzaa yatakana tumzae kwa lengo, ili kusudi tuwe na kitu ambacho kinatusukuma katika kumfikisha yule mtoto katika lile lengo. Ikiwa umezaa mtoto na matamanio yako yule mtoto awe daktari, simfuatilie na lile lengo mpaka afikie ile hali ya kuwa daktari. Ikiwa umezaa mtoto unataka awe mwalimu, basi unafuatilia lile lengo ambalo umewekea. Malezi yanakuja kwa hakika ikiwa utakuwa ni mtu ambaye, mzazi ambaye unachokiweka mbele katika maisha ya mtoto ni adabu. Ndugu zangu, elimu yangu na mazoezi yangu ya kimaisha yananiambia mtoto ambaye hana adabu huwa dunia inampa adhabu kubwa sana, na maisha yake mara nyingi huwa anayaharibu, na baadaye yeye pamoja na wewe kama mzazi kila siku mnapata taabu. Na mkienda sana maisha yenu itakuwa ni aibu, kwa sababu mtoto ambaye hana adabu. Kwa hivyo hakuna silaha nzuri, hakuna zawadi nzuri ya kumpa mtoto kama kumpa zawadi ya adabu, kwamba maisha yake itakuwa ni discipline. Hicho ndicho kinachomfanya mwanadamu aidha afaulu ama asifaulu. Malezi kwa hakika ni imani. Wanasema unaweza kupoteza kila kitu ulicho nacho na ukawa bado hujapoteza chochote, lakini ukipoteza imani alafu ukawa na kila kitu, ushapoteza kila kitu. Unavyokumlea mtoto kwa misingi ya kiimani, kwamba popote alipo, vyovyote alivyo, awe anaamini kwamba kuna Mungu mmoja, awe anaamini kwamba kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam, awe anaamini kwamba kuna na malaika ambao wanamtizama na kumfuata kila wakati, aamini kwamba kuna sheria zilizobainishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aamini kwamba kuna siku moja atakufa, na aamini kwamba kuna siku atarudi tena kwa Mwenyezi Mungu na atahukumiwa kwa yale aliyofanya katika maisha yake. Tukijenga imani kama hizi katika moyo wa mtoto, basi yule mtoto huwa ameshahifadhika. Ndugu zangu, hakika ujana ni uamuzi, ujana ni ua. Kipindi chake ni kifupi sana. Mwanadamu huishi zaidi kama mtu mzima kuliko kama mtoto. Utoto humalizika kulingana na sheria miaka 40. Kulingana na sheria za kiulimwengu, utoto humalizika katika umri wa miaka 35. Baina ya miaka 15 mpaka miaka 40 ni miaka ya utoto kulingana na dini. Kulingana na sheria za kiulimwengu, wewe ni mtoto kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35. Kwa hivyo ukifika miaka 35, ikiwa Mwenyezi Mungu amekujalia kuishi umri wa miaka 80 ama 90, ni kwamba 90 ukiondoa 35 ni miaka 50.
55, kumaanisha utaishi kama mtu mzima kwa miaka 55, umeishi kama mtoto kwa miaka takriban 20 ama 25. Lakini vile unavyotumia umri wako wa utotoni ndivyo unavyoamua umri wako wa utu uzimani utakuwa umri wa aina gani. Kwa hiyo ikiwa ile adala ya maisha na adabu za maisha na malengo ya maisha yamewekwa wazi watoto wakati wa utotoni, basi kakiingia utu uzimani watakushukuru sana, kwa sababu utakuwa unawasaidia kuwa na usahali wa kuwa mtu mzima ambaye ana taklifu kubwa sana. Kwa hivyo lazima tumwonyeshe mtoto kwamba ule mtoto hautakuwa na yeye daima dawa. Utakuwa kwa kipindi fulani alafu utaondoka. Kwa hivyo kile kipindi cha kuwa mtoto ni lazima ukitumie vizuri, ili kusudi ikujengee misingi ya kuwa na utu uzima ambao una usahali. Kwa hivyo huwa inapendeza tu pale likichomoza, likifunguka wiki moja, wiki mbili, waridi lishaharibika. Na mwanadamu yeye ule ujana wake unakuja kwa muda mfupi sana, lakini mara umeondoka na utu uzima wake umeanza. Kwa hivyo ni muhimu watoto wetu wafahamishwe kule kukua kwao unapitia vipindi vingapi, na kila kipindi kina jukumu la aina gani. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu katika malezi ya watoto wetu ametupa miaka 12 ya free, yani miaka 12 ya kumfanya yule mtoto na kumkuza yule mtoto na kumtengeneza yule mtoto vile tunavyotaka. Udongo ufinyanze ungali maji, chuma kigongo kingali moto, na mtoto mrekebishe bado mdogo, bado hajakomaa. Kwa miaka 0 mpaka 12 wewe ndio unachagua madrasa yule mtoto kwenda, wewe ndio unachagua shule yule mtoto kwenda, wewe unachagua mtoto yule anacheza wapi, unachagua nguo gani anavaa, unachagua chakula gani anakula, wapi anaenda kwa matembezi, na kila kitu kuhusu maisha ya mtoto inakuwa katika mkono wa mzazi. Lakini wakiingia katika ule umri wa miaka 13, 13 mpaka 19, 19 ambao unaitwa umri wa teenager, ama kwa lugha nyingine ya kisaikolojia adolescence. Sasa hapo ikiwa kufanya vizuri huko chini, hapa kuna taabu kubwa sana, kwa sababu hapa watakufanya upende usipende, uende kulingana na matakwa yao, sio matakwa yako. Kwa hiyo ikiwa yale matakwa yalitizama vizuri utotoni, katika umri huu kila kitu inakuwa rahisi. Ndugu zangu, ujana unataka juhudi kubwa sana. Mara nyingine sisi kama wazazi tunafanya makosa sisi wenyewe. Tunawapenda watoto kupita kiasi, tukifikiria tunawatengeza, lakini mwisho subhanallah tunawaangamiza. Hivi karibuni ilikuwa ninaangalia taswira ya Malindi, taswira ya Malindi katika mambo ya kidini, mambo ya kiuchumi. Wazee wetu walikuwa na maduka, wakatulea, wakatusomesha na maduka hayo. Wazee wetu walikuwa wanaenda baharini, wakatulea, wakatukuza na bahari hiyo. Wazee wetu walikuwa ni wakulima, wakilima, wakatukuza na kadhalika. Yale yote yaliyokuwa yakifanywa na wazee, saa hizi watoto hawataki kuyafanya. Na ukiwauliza wanakuambia mapato yao ni kidogo. Mtu hana kazi, hana basi, lakini anakuambia kukaa dukani siku nzima alafu faida 1,000, 500, 800. Ninaweza kupata 10,000 kwa siku, naweza kupata 100,000 kwa siku. Nikae dukani niuze sukari kilo 1
mchele, kila mahali ndururu, shilingi. Sasa kile kidogo cha wazee wetu kilikuwa kikiingia baraka, lakini kikigo wanachopata wao sasa, subhanallah, 1000 sawa na shilingi moja siku hizi, ukivunja tu imeisha hapo. Sasa unajiuliza ni yapi yaliyokuwa yakifanyika wakati wa wazee wetu, leo watoto wetu hawawezi kuyafanya. Muislamu katika maisha yake kama ataka awe na baraka, na baraka si kuongezekewa, yani si kuziliwa na mali peke yake. Baraka ni kuwa na umri mrefu, baraka ni kuwa na afya njema, baraka ni kuwa na ndoa ya furaha, baraka ni kupata elimu, baraka ni kuwa na uhusiano mzuri na watu wengine, baraka ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baraka ni kuepukana na maradhi. Baraka ni maisha yote, na hii baraka haiji mpaka hiyo tutafuata mambo 10 kufuatana. Na haya ni mambo lazima tuwafundishe watoto wetu, kwamba waweza kufanya kazi ukapata mshahara milioni 1, lakini ile milioni kwa sababu ina baraka ikawa kama shilingi 1, na mtu mwingine akawa yafanya kazi anapata tu 10,000, lakini kaona maendeleo yake yanasonga mbele kila wakati. Nakuta mtu ni mwalimu wa chuo kikuu, lakini hata nyumba ya kukaa anakaa katika nyumba ya serikali, lakini mwingine ni mwalimu wa nursery, lakini amejenga nyumba yake mwenyewe. Hao wawili mapato yao ni tofauti. Kila mwaka wanachinja kondoo, ng'ombe na mbuzi wengi sana. Hapa Malindi takriban 500,000 ng'ombe wanachinjwa, mbuzi zaidi hapo, lakini kila siku utaona mbuzi ongezeka tu. Mbwa ambao huzaa watoto wengi na hawalii, lakini ukitembea mtaani utaona mmoja peke yake, kwa sababu mbuzi ana baraka, mbwa ana baraka. Sasa watoto wetu wanatakana wafundishwe baraka ili wasiangamie katika kutafuta pesa nyingi ambazo sio za halali. Mtu anafanya bidii kutafuta pesa nyingi, sababu kile kichache kimtosha kina baraka, kwa maana anaingia katika haramu nyingi sana kwa kisingizio kwamba anatafuta riziki, na riziki ile inaingia mkono wa kulia, inatoka mkono wa kushoto, hata kuhisi huwa hawezi kuhisi. Kwa hiyo mtoto anatakana aambiwe baraka yatokamana na ihsan. Nini ihsan? Baraka inatokamana na ihsan. Na nini ihsan? An ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ambaye wamuona, na ikiwa wewe umuona basi yeye yakuona. Katika saikolojia wanaita hili consciousness, kwamba ukikaa, ukilala, ukitembea, ukila, ukivaa, kuwa na hisia kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo pamoja na wewe kila mahali. Kwa hiyo kila unalofanya lifanye kwa maandalizi yanayofaa, kwa taratibu zinazofaa, wewe ukiwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu anakuona kila unachokifanya, popote pale ulipo, iwe ni chooni, iwe ni jikoni, iwe ni sebuleni, iwe ni chumbani, popote ulipo Mwenyezi Mungu anakuona. Anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Basi utakuwa mwangalifu, kwa sababu utakuwa na haja kwa Mwenyezi Mungu ananiona. Watoto watatu, kila mmoja amepewa kubwa kamchinje. Sharti walipewa ni wachinje ule kuku mahali ambapo haonekani na mtu yoyote, asichinje mahali yaonekana. Wakaenda baada ya nusu saa wawili kuchinja, mmoja hakuchinja. Mzee akauliza, wewe mkicha wako kachinja? Sababu ingia chini ya mvungu, hakuna mtu ananiangalia, nikachinja. Na wewe ulijificha nyuma ya migomba, hakuna mtu aliniona,
akachinja. Na wewe mbona hujachinja? Akasema mimi sikuwa na mahali kwenye faragha, kila mahali Mungu alikuwa. Kwa hivyo nikaogopa, nikaona haya. Mtoto akijengwa na consciousness kwamba anahisia natural, anahisia kwamba hali popote alipo Mwenyezi Mungu anamwona. Ya pili ambayo mtoto wetu anatakana afundishwe ili maisha yake na baraka awe anakuwa katika hali nzuri, ni kwamba hakuna kitu kilicho bora zaidi katika maisha ya mwanadamu kama kuwa na tatu. Ya tauhid, Mungu ni mmoja, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mtoto akijua ukweli wa Allah subhanahu wa ta'ala wahadahiki. Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam aliulizwa siku moja ni kitu gani kinachompa utulivu katika maisha yake, kwa nini hapatiki na maisha? Akasema mimi ninaamini kwamba chochote kilichoandikwa jina langu kama riziki hakiendi kwa mtu mwingine, kitakuja kwangu popote nilipo, na kitu ambacho hakikuandikwa jina langu si changu, sikitafuti kwa bidii. Kwa hiyo kuwa na imani kwamba nenda mbio zako, lakini mwisho mbili, tawakkul na tawfik. Usikae tu ukalala tu. Hakuna adui wa maendeleo kama kitu kinaitwa uvivu. Ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawakila furia na omba Mwenyezi Mungu amlinde na kiburi na uvivu. Na watoto wetu wakifundishwa kwamba adui wa ndoto zao, adui wa mapato yao, adui wa maendeleo yao, adui wa kukua kwao ni adui anaitwa uvivu. Mwanadamu lazima ajisumbue, lazima ajaribu kila njia ili kuhakikisha maisha yake yana baraka katika hii dunia, yatakuwa na baraka kesho akhera. Sasa mtoto akisha kujua kwamba mimi langu ni kufanya bidii, lakini pato langu linategemea riziki aliyoandika Mola wangu, na maadamu uko hai riziki lazima ipatikane, lakini haipatikani kitandani, lazima uwe unajisumbua hapa duniani. Yule mtoto atakuwa na utulivu wa maisha, na akiwa na utulivu wa maisha hakuna kitu kitamhangaisha. Sababu watoto wetu wanahangaika katika hali ya juu sana, watafutacho ukielewi, na wakikipata hawakufurahishi, bali wanazidi kujaribu kila pande. Na ndio maana nakuta mara wameshakuwa disappointed, mara wamekuwa stressed, mara wamekuwa frustrated, mara wamekuwa depressed. Na katika hii hali ya kuwa na maradhi ya kisaikolojia, mara nyingi ndio inawasukuma kutumia madawa ya kulevya, kwa sababu baraka imekosekana katika maisha yao. Kwa hivyo kuwa na dili tatu kwamba wao wanatumia tauhid, tawakkul na tawfik. Ya tatu ni kumwonyesha mtoto kwamba ziswali swala zako kisawasawa. Inna salatu kanat anil mu'minina kitaban mawquta, hakika swala kwa yule anayeamini huwa anaswali katika wakati wake. Kad aflaha almu'minin alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefaulu wale waumini ambao katika swala zao wana khushu'. Kwa hiyo watoto wetu tukiwaelimisha kwamba ukiwa wewe umesimamisha swala, basi automatically maisha yako pia yatasimama.
lakini ukiangusha swala na maisha yako yanaanguka. Kwa hivyo ni muhimu watoto wafahamu kwamba usikimbilie pekee yake dunia. Hata hii dunia ufunguo wake wa maendeleo ni swala, kwa sababu swala ndio ufunguo unaofungua kila mlango wenye baraka ya afya, baraka ya mali na baraka ya umri. Ufunguo wake ni swala. Kwa mtoto akielimishwa kuanzia na utotoni, basi akiwa mtu mzima inakuwa part ya maisha yake, inakuwa hakuna shida. Ya nne ni kumfundisha mtoto desturi ya kwamba Qur'ani ndiye rafiki yake mkubwa sana kuliko rafiki mwingine. Muislamu yote, muumini yote ambaye Qur'ani ndiyo sahiba yake, basi kila kitu kinakuwa rahisi kwake. Kwa hiyo mtoto akianza, wanasema tabia zinazokuwa rahisi kuzijenga ni tabia zinazojengwa baina ya miaka 3 mpaka miaka 6. Kwa sababu miaka 3 mpaka miaka 6 katika elimu ya nafsi, elimu ya psychology, inaitwa formative years, miaka ya kuunda. Lakini wewe kwa mfano ukamwacha mtoto akalala kila siku asema ni mtoto huyu bado, ukishtuka amebala, amefika miaka 15, ashakuwa leo sasa yangitia dhambi. Sasa utakumlazimisha kuswali, mtapigana. Watakumlazimisha kusoma Qur'ani, mtapigana. Uenda kaangukiwa, lakini itakuwa ngumu sana. Lakini ikiwa kuanzia ni mtoto miaka 3 anafuata mzee msikitini, miaka 3 atapale pale nyumbani, ukiswali wewe na yeye uswali, miaka 3 wewe ukisoma sura Yasin, yeye anasoma Alif Ba, anazoea. Akiwa mtu mzima, hiyo inakuwa mila kwake, inakuwa desturi kwake, inakuwa hobby kwake, inakuwa interest kwake. Wanasema success is observation, imitation, repetition, habituation. Kufaulu kwa mtu yote ni kuigiza yale mazuri yanayofanywa na wale wanaofaulu, alafu ukayarudia kila siku, mwisho inakuwa ni tabia yako, ukifanya na wewe utafaulu. Kwa hivyo usiseme mtoto miaka 3 bado ni mtoto. Mfundishe kuswali, mfundishe kusoma Qur'an. Usiseme mtoto miaka 6 bado ni mtoto, si mtoto. Lazima watoto wetu tuwaanzishe zile tabia ambazo zinatakikana wawe nazo wakiwa watu wazima hadi wakiwa watoto. Ndugu zangu, baraka kwa watoto wetu watakayofundishwe kwamba hakuna kitu kizuri kama mtu kuwa na shukrani. Ni shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitawazidishia. Kwa hivyo watoto wetu wanatakana wafundishwe jinsi ya kusema shukran, asante, thank you. Usikubali kumpa mtoto kitu hata kama ni kidogo alafu aende bila kukwambia shukran, kwa sababu mwanadamu asipomshukuru mwanadamu mwenzake, hata Mwenyezi Mungu hamshukuru, na Mwenyezi Mungu na mwanadamu mwenzake hata mshukuru. Hata wewe na mimi ukimpa mtu kitu alafu akikwambia shukrani, utatamani kumpa tena. Lakini mara nyingi ukimpa mtu kitu alafu usiseme shukrani, moyo wako unakwambia usimpe tena, huyu hana shukrani. Kwa hivyo ikiwa mtoto hana shukrani na kile kichache wazazi wake wanaweza kumpatia, wewe umemnunulia baiskeli na kwamba sitaki baiskeli, nitaka pikipiki, au unasema acha ninunulie pikipiki, uwezo huko, unamnunulia pikipiki hana shukrani, kwamba sasa nataka gari na kadhalika, anakuwa demanding, mtoto demanding. Yani kila unachomfanyia anaona hujafanya bado. Kwa nini? Kwa sababu katika utoto wake kumfundisha kuwa na ghina, kuwa na ile hali ya kushukuru, ya kutosheka, kwamba hata mtu akikupa glasi ya maji ya kawaida sema shukrani. Hata mtu akikusalimia sema shukrani. Si watu wote wanasalimia watu wengine wanakupita tu. Mtu amekuja kutembelea, kuangalia nyumbani kwako, sema shukrani. Si kila mtu anayekwenda kumtembelea Muislamu mwenzake, ndugu yake na kadhalika. Na mtoto wetu akifundishwa jinsi ya kushukuru, hawezi akakufuru wala hatajidhuru. Kwa hivyo ni muhimu sana kama baraka kama hii ni
kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa in shakartum la'azidannakum, mkinishukuru nitawazidishia. Na vijana wetu wakiwa wana culture ya gratitude, vitamin G, gratitude, kwamba wanashukuriana alhamdulillah, hapa ndipo wengi hawapo alhamdulillah. Lakini yatakana mfanye juhudi zaidi, kwa sababu kuna wengine wamefika juu zaidi kuliko mimi. Wanasema unaangalia chini unashukuru, unaangalia juu unashukuru, na mimi nitafika vipi kule? Usibaki katikati, utakufuru, utamlaumu Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa yako mwenyewe. Kwa hivyo desturi, mila ya kuwa na shukrani katika maisha ni mila ambayo watoto wetu lazima wafundishwe. It is not how much you possess that gives you happiness. What gives you happiness is how contented you are with the little that you have. Kuwa na furaha si kuwa na kila kitu unachotaka. Kuwa na furaha ni kukitumia vizuri kile kidogo ulicho nacho. Kwa sababu mwanadamu furaha yake inatokamana na S mbili. S ya kwanza, una sacrifice, unaacha unayopenda ambayo si mazuri ili kusudi upate unayopenda ambayo amekuamrisha kahari. Kwa hivyo S ya kujinyima usingizi ili kusimama kuswali tahajjud. S ya kujinyima mali yako kwa sababu unataka kutoa zaka, unataka kutoa sadaka. S ya kujinyima chakula chako sababu unataka kufunga mwezi wa Ramadhani. S ya kujinyima mali yako ukatumia kwenda umra ama kwenda haji. Hii ni sacrifice. Lakini baada ya hii sacrifice unakwenda kwenye S ya pili, unapata satisfaction, unapata utulivu wa moyo. Na moyo ukisha kuwa na utulivu, kila kitu kinakuwa na uvumilivu. Hakuna kinachokushinda ikiwa moyo umesalimika. Na moyo kusalimika ni kutahirishwa, ni kusafishwa. Na kusafishwa kwa moyo ni kujinyima yale mambo ambayo Allah amekukataza, ukayapiga makamamo mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekuhimiza uyafanye katika maisha yako. Hasa mtoto akifundishwa tabia ya gratitude, ya kuwa na shukrani na kile kidogo alichonacho, shukrani ile hisani anayofanya. Hata Mwenyezi Mungu ataka kurudia hili muhimu, anasema al-jazaa'u al-ihsan ila al-ihsan. Hisani hulipa kwa hisani. Kwa vile mtoto ukifundishwa kwamba huwezi kuwa na demands katika maisha ikiwa ushukuru kile ambacho tayari umepewa ili kukunaisha. Ndugu zangu, baraka nyingine inakuja ikiwa mwanadamu atakuwa ulimi wake haukauki mate kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka maneno fulani fulani ambayo wewe kama ni una imani, basi kila wakati utakuwa kumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Usianze kitu bila ya kusema bismillah. Ukimaliza kitu katika hali nzuri unasema alhamdulillah. Ukiona kitu kilichokupendeza unasema mashaallah. Umepata habari mbaya unasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umefanya makosa kidogo unasema astaghfirullah. Mwenyezi Mungu anasema afkuruni fadhkurkum, mnikumbuka na mimi nitawakumbuka. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Ukiwa kila siku kila wakati unaamka kwanza kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ba'da ma amatana wa ahyana wa ilayhi nushur. Kuna wengine wamelala hawakuamka, wamekufa. Kuna wengine wamelala katika vitanda vyao lakini wameamka katika vitanda vya hospitali. Kuna
Kuna wengine wamelala wazima, wameamka wamepoza. Kuna wengine wamelala hawana maradhi, wakiamka wameamka na maradhi. Kuna wengine wameamka na msiba na habari mbaya. Kwa hivyo ikiwa umeamka salama, basi kabla hujateremsha miguu yako katika kitanda, unakumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah baada ma amatana wa ahyana wa ilayhi nushur. Umenifiza, nimekufa kwa muda, sasa nimeamka na nimeamka nikiwa katika hali nzuri. Hii afkar, hii dua ni kitu muhimu sana katika maisha ya Islam. Kuna maneno mawili ni mepesi katika ndimi zetu, lakini ni mazito katika mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Yani yana uzito mkubwa sana katika mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila unapoishi, hakikisha ulimi wako unamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiwa na tabia ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati, upati wakati wa kusema watu wengine, upati. Wewe uko busy, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La, utapata wakati wa kuzungumza watu wengine. Uweze kusengenya watu wengine. Uweze kuingia katika gumzo ambayo haina maana. Kusema wewe uko katika una desturi ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, baraka ya kufundisha watoto wetu ni kuwafundisha kila wakati wao wanaomba dua. Na Mwenyezi Mungu, kuna dua moja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaipenda. Mtume akisema, ya muqallibul qulub thabbit qulubi ala dinik. Mwenye kuhimili mioyo, uhimili moyo wangu katika dini yako, kwa sababu moyo unaweza kushawishika kirahisi sana kuingia katika mambo ambayo sio ya sawa. Ya musarriful qulub sarif qulubi ala ta'atik. Mwenye kusarifu mioyo, usarifu moyo wangu ubaki katika njia yako. Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Dua ambazo unafanya kila wakati, kama unakumbuka silaha ya mu'min, qadar ikiandikwa na Allah haibadiliki. Lakini Mtume anasema qadari inaweza kubadilika ikiwa utakuwa ni mwenye kuomba dua kila wakati. Umri wako waweza kurefuka, maradhi yako yaweza kuondoka, umaskini wako waweza kumalizika ikiwa wewe mwenye kuomba dua kila wakati. Kwa hivyo tusiwe wavivu katika kumwomba Allah subhanahu. Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu ana ahadi ameziweka ambazo ukizitizama basi utakuwa hauna mushkili wa kimaisha. Anamfadhuuni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Asema na moja ni yeye ndiye kusema fadhuuni astajib lakum, mna shida gani niombeni nitawajibu mimi. Na anaweka wakati maalum, anakuja karibu na sisi na anatangaza, na malaika wakumsaidia, niombeni nitawajibu lolote. Ikiwa ni shida, ikiwa ni taabu, ikiwa ni mashaka. Kwa hiyo moja katika baraka ni kumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie. Allahumma sa'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sa'aluka al-afya wal-afya fi dunya wal-akhirah. Allahumma sa'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Yani unakuwa na kama Kiarabu hatukijui, basi tuombe kwa ile lugha ambayo tunaifahamu. Lugha zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu anajua lugha zote zile. Kwa hiyo usiwe na taabu ukamkimbilia kwanza kumuomba mwanadamu mwenzako. Kwanza muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi Mwenyezi Mungu huangalia sisi tukiwa na shida, kwanza humfikiria nani? Musa alayhi salam wakati mmoja alikuwa mgonjwa, akamwomba Allah ampatie shifa. Mwenyezi Mungu akamwambia, nenda milimani, kuna mti fulani, ukikata ukitafuna majani yake utapona. Musa akaenda akapata ile mti,
akaukata, akatafuna majani yake, akapona, alhamdulillah. Baada ya muda Musa alayhi salam akawa mgonjwa tena. Mara hii badala ya kumwomba Allah, akaenda moja moja kuchukua ule mti. Alipotafuna ule mti hakupona. Akamuuliza, ya Allah, mbona mnatumia mti ule sikupona? Akasema, ule kuponya si ule mti, ule kuponya ni mimi. Ule mti ulikuwa ni sababu. Wewe ulipokuwa mgonjwa mara ya kwanza, ulinifikiria mimi kama ndiye mwenye kupoza, nikakupoza. Lakini mara hii kwa uhodari wako wafikiri ni Panadol ndio itakupoza, basi utakuwa mgonjwa kila siku. Kwa hivyo ikiwa tunaangalia Mwenyezi Mungu kama ndiye mwenye kutoa suluhisho la matatizo yetu yote, basi Mwenyezi Mungu atatoa suluhisho la matatizo yetu yote. Kwa hivyo watoto wetu tukiwafundisha kwamba mwenye kutegemea ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kama atakapoomba kwanza muombe Allah subhanahu wa ta'ala, alafu Allah subhanahu wa ta'ala pengine atakuelekeza kwa mtu ambaye ukienda huyo mtu atakutatulia tatizo lako. Mwenyezi Mungu anapenda kuombwa, si mimi na wewe ambaye tunakasirika mara nyingi tukiomba sana. Unaudhika, lakini Mwenyezi Mungu kile ukimwomba yeye anazidi kufurahika. Ndugu zangu, njia nyingine ya kufundisha watoto wetu ili maisha yao yawe na baraka nyingi sana ni kuwafundisha kufanya istighfar. Kwamba kullu min adam khata wa khairu khata'un at-tawwabun. Waweza kufanya makosa kwa kukosa kufanya majukumu yako. Waweza kufanya makosa kwa kuwa unasahau katika ibada zako. Waweza kufanya makosa kwa kukosea mja mwenzako. Waweza kufanya makosa kwa kumkosea Allah aliye Mola wako. Kwa hivyo usiseme mimi sina dhambi, haina haja ya kufanya istighfar. Kila mwanadamu, kila mwanadamu khata, kila mwanadamu ufanye makosa. Sasa ukiwa wewe ni mtu ambaye unafanya astaghfirullah, na naenda zaidi unasema astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilaik, astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilaik, astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilaik, astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilaik. Mukini omba msamaha, promise nyingine ya Allah. Mukini omba msamaha walati na wa ukweli tawasamehe. Sisi binadamu tuna privilege kubwa sana. Mwenyezi Mungu ametuumba katika hali ya kwamba tunaweza kubadilika kila wakati. Jana ulikuwa uswali, leo ukaanza kuswali ukawa mja mwema. Ulikuwa unasoma Qur'an, leo unasoma Qur'an, umekuwa mja mwema. Mwenyezi Mungu anasamehe watu mpaka ile roho ifikapo. Sasa hakuna tena msamaha. Lakini maadamu bado uko duniani naishi, usiache makosa ya jana yakakuharibia starehe ya kesho. Hakikisha leo umebadilisha jana, kesho uwe bora kuliko jana. Usikubali dhambi ulizozifanya miaka ya nyuma kuwa ni kitu ambacho furaha kitakunyima na kila siku utarudi nyuma, sababu huwezi kusimama. Lazima ufanye bidii kwa kila njia ili usife mpaka uwe mja mwema. Wala tamutuna illa wa antum muslimin, na msife mpaka muwe umetosheka katika dini zenu kwamba nyinyi ni Waislamu wazuri. Na mtu anaweza kuwa Muislamu mzuri kila wakati. Ndugu zangu, kingine ambacho ni muhimu sana cha kumfundisha mtoto ili kusudi awe ataishi katika maisha ya baraka na furaha ni kumfundisha maghfira, forgiveness. Yani kumfundisha kwamba yeye haweki chuki ndani ya moyo wake. Ndugu zangu, unapomchukia mtu, si yule mtu anaumia, unaumia ni wewe. Kwa sababu kile kumuona yule unamchukia, anakukera, anakuuma, roho yako inakuuma, na pengine yeye hajulikani kama wewe unampendi ama unamchukia. Usilale katika maisha yako bila kuhakikisha kwamba unamsamehe kila aliyekukosea. Kabla hujafunga macho usiku,
sema ni wasamehe Allah, ni wasamehe wale waliokosea wote. Uangalie sampuli au aina ya usingizi utakayopata. Ndugu zangu, nasema hivi kwa sababu watoto wetu wengi siku hizi wamekosa kutambua kwamba kuna Mungu na Mungu huyu anaweza kutegemewa. Watoto wetu wengi sana wana mahangaiko ya kiakili, wamejaa confusion, hawajui hata la kuamua ambalo ni zuri katika maisha yao. Many of them have mental disorders, confusion ya maisha. Watoto wetu wengi mahaba yao zaidi yamejengeka katika mapato ya kidunia, sio kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto wetu wengi siku hizi hali zao za kiafya zimekuwa mbaya kwa sababu ya zile vitu wanavyotumia. Watoto wengi siku hizi wamejifundisha mila na desturi za ushari na kuchokoza watu wengine na kuwa wakali mila ya kipindi. Watoto wetu wengi sana siku hizi wameingia katika magenge ya kiukora ya aina moja ama aina nyingine. Watoto wetu wengi sana hawafuati yale wazazi wanayosema, wanafuata yale marafiki wanayosema. Katika akili za watoto wetu, marafiki zao ni bora zaidi kuliko wazazi wao. Namba 8, watoto wetu siku hizi wengi wanaishi kesho, na kwa hivyo wanapata anxiety, wanakuwa na hamu kubwa sana. Hawajui kwamba kesho haiko katika mikono yetu, kesho iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jana hiyo imepita kwetu, isituhangaishe, lakini watoto wetu wanasema kesho itakuwa. Wana matarajio mengi ya kesho na maisha yao ya leo wanayaharibu. Watoto wetu wengi sana wanafuata desturi bila ambazo zinawaumiza katika maisha yao badala ya kuwakuza kwenye maisha yao. Wengi wanaigiza maisha ya watu wengine badala ya kuishi maisha yao, na mitandao inawakonfuse zaidi. Kuna kijana mwingine anapenda kuishi maisha ya uongo. Vijana wengi siku hizi wanaishi maisha ya uongo kwa sababu ya social media. Nenda mamruni kule sana juu school, alafu akafanya selfie, alafu akarusha kwenye mtandao, haendi Dubai. Ya Allah, hasa wasichana wakamuona wakaingia, jamaa anaonekana huyu ajaja yuko Dubai, jamaa unamwangalia huko. Binti mmoja akaanza kumfuatiliza. Baada ya kuona akajisikia huyu jamaa hana mbele hana nyuma. Fake life nyingi sana siku hizi. Kwa watoto wetu hawaishi tena maisha ya kikweli, wanaishi maisha ya kiuongo. Mfano, kupata binti kwenye mtandao amefanya Snapchat, yani amejiweka sura ambayo si zake, pua ambayo si yake, nywele ambayo si yake, alafu anaonekana mrembo ajabu. Alafu kijana anaona leo huyu ndiye mwenyewe, huyu kuru aina, wanakubaliana kukutana mahali sasa face to face. Kumbe mzee kaamjani, hata si kijana, lakini kafanya zile mambo ya kompyuta na kidijitali. Kwa hivyo watoto wetu wamekuwa wanaishi maisha ya uongo badala maisha ya kweli. Kuna S moja inasumbua sana watoto wetu siku hizi, na hii S ni S ya show off. Wakila wanapiga picha wanapeleka mtandao, wakiwa jikoni wanapiga picha wanapeleka mtandao, wakiwa wamevaa wanaenda sherehe fulani wanapiga mtandao, wakiwa ndani ya gari wanakwenda safari wanapiga mtandao. Sasa inakuwa watu wanajitahidi kuonyesha watu wengine wao wako vipi, wao wako wapi. Na ukiishi maisha ya kutaka kurudisha wengine, basi utakufa kabla ya siku zako za kufa, kwa sababu mwanadamu huwezi kumridhisha. Kila siku utamwona mtu ambaye ni bora kuliko wewe, na utakuwa disappointed katika maisha yako. Mambo mawili ndugu zangu msifanye.
na mimi pia sitafanya. La kwanza, usisikilize yanayosemwa na wengine kuhusu wewe ukayakubali ni ya kweli, si ya kweli, hayo ni yao. Narudi, usisikilize yanayosemwa na watu wengine kuhusu wewe kama ni kweli, hayo si kweli, ni yao. Na usiishi maisha ambayo badala ya kufurahisha mwenyewe watakufurahisha watu wengine. Na sahiba yangu sasa ana mkopo mkubwa sana, na sijui kama ataweza kuulipa. Alikuwa anamwozesha binti yake, na kwa sababu yeye kila siku anapenda kula biriani za watu, yani hakosi harusi, kila harusi akaona watu wamefika na yeye kulipiza kwamba atawalisha watu biriani Malindi nzima, na hali yake kiuchumi sio nzuri. Sasa atafanya vipi? Akachukua ile holi pale Rotana kubwa 100,000, kakopa, kapika, watu wanapika biriani katika mandi, watu wanatilia katika sahani yake kabuffet, kopa. Harusi ilipokwisha, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hata hiyo mandi watu wakitoka sema mbiki, asa kufanya bidii, wakatengeneza mambo mazuri. Ukifikiria utawarudisha watu tunatoka moyo. Wengine sema njini chumvi, wengine mafuta ilikuwa mengi, nyama ilikuwa ngumu, haikuiva vizuri. Kwa hiyo ukiishi maisha yako ambao unataka kufurahisha watu wengine, basi utapata shida sana. Watoto wetu, ndugu zangu, wamekuwa ni watoto wanachagua kazi, na hakika sisi sote tunatembea mitaani Malindi. Ni watu gani wanabeba ndoo za mayai wakiuza? Si watoto wetu. Watoto wetu kwa nyumbani wamelala, wanasema hawana kazi. Ni kina nani unaona wanauza jugu karanga barabarani? Si watoto wetu. Watoto wetu wanasema hakuna kazi. Ni kina nani unaona kusukuma mikokoteni kule sokoni? Si watoto wetu. Watoto wetu wanasema hakuna kazi. Ni kina nani wanafungua vioski kila mahali na baadaye zinarudi kwa maduka? Si watoto wetu. Watoto wetu wanasema hamna kazi. Sisi tunasema hakuna kazi, lakini watu wanakuja kupata kazi huku kwetu na wanatajirika. Lakini mtoto wako anakuambia hamna kazi, acha nilale. Analala mchana wote. Kwa nini analala? Anajua akiamka lunch itakuwa tayari. Analala anajua akiamka breakfast iko. Anajua analala akiamka hata mluka atapata. Kwa hiyo haina haja ya kufanya kazi. Nakuta kwamba watoto wetu wanasema hawafanyi kazi, wanaishi maisha ya starehe, na hamna starehe bila kazi. Watoto wetu wengi wanalelewa na mzazi mmoja. Nyumba zetu nyingi sana kuna single parent, mama peke yake, baba yupo. Aidha watu wameachana, baba ameenda kuanza familia nyingine, mama ameachiwa watoto analea peke yake. Aidha baba anafanya kazi nao Qatar, Dubai, Saudia, London, Canada, mama yuko peke yake na watoto. Aidha baba na watu wanne, kila mama anapewa mwezi mmoja. Sasa ule mwezi mmoja wa mke wa kwanza, mwezi mmoja mke wa pili, mwezi mmoja mke wa tatu, mwezi mmoja akimwili yule mke mwingine tokana amepotea kwa mwezi mmoja. Akiwa amepotea, hao watoto wanalelewa na baba gani? Sasa nakuta ile society, ile balance katika society, watoto wengi hasa wa kiume wanapata shida kwa sababu nyumbani hakuna figa ya baba. Kwa hivyo na mama na yeye ana compromise, anamuogopa yule kijana kwa sababu ni kijana ambaye hayuko sawa. Ndugu zangu, lazima tukubali kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya. Sayyidina Umar radhiallahu anhu anasema, waleeni watoto wenu tofauti na vile mlivyolelewa nyinyi na wazazi wenu, kwa sababu wao wamezaliwa wakati tofauti na wakati wenu. Wabillahi tawfiq. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najina mimma nakhaf bifadlika ya latif. Allahumma rizqna faman thaqiba wa hifdhan wasi'a wa ma'rifatan tamma wal aql salim fi jismi salim wa
والتنبيه المستقيمة وسلمة السريرة. اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا الله، الله يا مجيب، نصر من الله وفتح قريب. الله يا الله، الله يا مجيب، نصر من الله وفتح قريب. Syukran, jazakumullah khairan. Insyaallah Mungu atupe taufiki ya kukutana tena wiki ijayo inshallah.